kutapita kwanza majuma 7. Lakini katika majuma 62 ndipo ambapo Yerusalemu ungeweza kujengwa pamoja na handaki zake pamoja na njia kuu zake zote. Katika juma moja ambao lilikuwa ni siku 7, basi katika juma moja, katikati ya nusu ya juma, basi angetokea Masihi ambapo angeweza kuikomesha sadaka ya kuteketezwa ya daima. Kwa kuviangalia vipindi hivi vya majuma 70 vimegawanyika katika sehemu kuu 3. Kuna zile wiki 7 za mwanzoni ambao zinazungumzia kwamba ndipo tangu amri tolewe ndipo zitapita kwanza wiki 7, na katika zile wiki 62 ndipo ambapo Yerusalemu utaweza kujengwa pamoja na njia kuu zake na handaki zake zote. Lakini katika ile wiki moja iliyosalia, katikati ya hiyo wiki ndipo ambapo Masihi angeweza kukatiliwa mbali. Sasa mwanzo wa siku hizi ni lini? Tunarudi kwenye kitabu cha Ezra 7 tukisoma kuanzia lile fungu la kwanza. Tunakuja kuona pale kwamba kumbe kuna amri ambayo iliweza kutolewa na mfalme Artashasta. Amri hii iliwaruhusu wana wa Israeli kutoka utumwani na kurudi katika nchi yao ambayo walikuwa wanakaa mababu zao. Kwa katika mwaka wa 457 mfalme Artashasta alitoa amri ya 3 ambapo iliwaruhusu wana wa Israeli kutoka katika utumwa na kurudi katika nchi yao ya ahadi. Kwa kuanzia mwaka wa 457 ambapo ndipo amri rasmi iliweza kutolewa na mfalme Artashasta, basi yalipita kwanza majuma 7. Katika yale majuma 7 yalipopita ndipo yakabakia yale majuma 62, na katika yale majuma 62 ndipo ambapo Yerusalemu iliweza kujengwa upya na pamoja na hekalu liliweza kujengwa tena upya, hekalu la Suleimani, maana lilikuwa limekwisha bomolewa huko nyuma. Lakini tukienda vizuri, ina maana kwamba katika mwaka wa 27 tunakuja kuona kwamba ndicho kipindi ambapo Yesu aliweza kubatizwa na Yohana Mbatizaji pale katika mto Yordani. Na baada hapo hivi likawa limesalia juma moja ambao ni sawasawa na wiki moja ambao ni na siku 7 ambapo ni sawasawa na miaka 7. Kwa hiyo katikati ya nusu juma kama ilivyoongelewa kwenye kitabu cha Danieli, ni kweli baada ya ubatizo wa Yesu miaka 3.5 baadaye ndipo Masihi alipoweza kukatiliwa mbali baada ya kusulubishwa pale msalabani. Na miaka 3.5 baadaye ukafika mwaka wa 34 baada ya Kristo. Kwa hiyo kwa kipindi chote hiki tunakuja kuona kwamba kumbe yale majuma 70 yanakuja kuishia kwenye mwaka wa 34 kama vile ambavyo vilikuwa vimetabiriwa kwenye kitabu kile cha Danieli. Kwa baada ya majuma 70 kukamilika katika mwaka wa 34 ndicho kipindi ambapo wana wa Israeli wenyewe kupitia baraza lao la Sanhedrin waliamua kumpiga Stefano mawe. Na baada ya kumpiga Stefano mawe, basi mlango wa rehema kwa wana wa Israeli ukao umefungwa na injili ikatoka kwa wana wa Israeli na ikawageukia watu wa mataifa. Katika kipindi hiki baada ya Stefano kupigwa mawe kwenye kitabu cha Matendo 7, unaona kwamba mitume wale wengine walitawanyika wakaanza kwenda maeneo mengine kwa ajili ya kuendelea kuihubiri injili. Kwa katika mwaka wa 457 ndipo kipindi ambapo amri ya 3 iliweza kutolewa na mfalme Artashasta. Katika tukitoka mwaka wa 57 tunakuja mwaka wa 408, na hapa labda msikilizaji anaweza akawa anachanganya kwamba kwa nini tunahesabu kushuka namba. Katika kipindi cha zamani kabla Yesu hajazaliwa, basi miaka ilikuwa inahesabiwa kwa kushuka. Ndio maana kama tunaanzia mwaka wa 457 tunashuka mpaka mwaka wa 408. Kwa mpaka mwaka wa 408 hapo ina maana kulikuwa kuna zile wiki 7 ambazo ni sawasawa na siku 49 au miaka 49 miaka halisi. Tunafika mwaka wa 408. Kuanzia mwaka wa 408 ndipo ambapo Yerusalemu unaanza kujengwa upya, njia kuu zake pamoja na handaki na vitu vyote. Baada hapo tunatembea kuanzia mwaka wa 408 tunakuja kufika mpaka mwaka wa 27, na huu mwaka wa 27 ni baada ya Yesu Kristo kuwa amezaliwa. Kwa mwaka wa 27 ndio mwaka halisi ambapo Yesu aliweza kubatizwa na Yohana Mbatizaji katika mto Yordani. Baada hapo Yesu akaanza kazi yake rasmi, akafanya kazi yake rasmi kwa muda wa miaka 3.5 mpaka kufikia mwaka wa 31 Masihi akasulubiwa pale msalabani, akaikomesha sadaka ya kuteketezwa ya daima, sadaka ambayo ilikuwa ikitolewa
zamani walipokuwa wakifanya dhambi walikuwa wanatoa mnyama kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na baada ya Yesu kufa, basi hiyo huduma ikakoma, maana ilikuwa ni huduma au ilikuwa ni mfano, kivuli. Na tokea mwaka wa 31 tunazidi kusogea, inabakia miaka 3.5 ili hesabu kamili ya majuma 70 kuweza kutimia. Katika mwaka wa 34 ndipo hesabu kamili ya majuma 70 inaishia hapo. Kwa katika mwaka huu tumeshaona kwamba Stefano ndipo alipoweza kupigwa mawe, na baada hapo injili